Je, kiwango ambacho amekionyesha Simba anapaswa kuhukumiwa mwalimu moja kwa moja au inabaki inasalia sasa kwenye upande tu wa wachezaji kutimiza majukumu yao uwanjani? Kiukweli Simba wamecheza vizuri, lakini Stade Malien walicheza vizuri zaidi kwa sababu wao ndo wamepata matokeo ya ushindi. Lakini approach ya mchezo na idea ya mwalimu ilikuwa nzuri kwa sababu alikuwa anahitaji kushambulia lakini pia kujilinda. Akachagua selection ya viungo ambao wana uwezo wa kukaa na mpira mguuni kwa muda mrefu, lakini walishindwa kwenye issue ya kuachia mpira pale ambapo timu ilikuwa inahitaji kuweza kutengeneza nafasi kupitia maeneo ya pembeni, lakini pia kupitia eneo la katikati. Kuna baadhi ya vitu ambavyo walikuwa wanavifanya ambavyo vilikuwa si havina msingi sana kwenye eneo la midfield, kuchelewesha mipira pale ambapo wanakuwa wameshapita kwenda kushambulia viungo wa pembeni ambao walikuwa wanaongoza safu ya ushambuliaji. Lakini pia naweza ngasema kuna baadhi ya wachezaji ambao walianza leo hii hawakupaswa kuanza kwa sababu level ya fitness yao ilikuwa iko chini sana, lakini pia namna ambavyo walikuwa wanacheza walikuwa wanaonekana kuna baadhi ya vitu ambavyo walikuwa na miss. Mwalimu amemwangusha mwalimu Selemani Mwalimu amemwangusha mwalimu kwa sababu mwalimu alikuwa na kocha alikuwa naamini kwamba alichonacho mguuni mwake kinaweza kikawa na faida kubwa pale ambapo atapata nafasi ya kuanza, lakini kikawa tofauti kwa sababu kiangalia miguso yake uwanjani dakika zote ilikuwa si mingi sana, lakini pia namna ambavyo alikuwa na open ili aweze kupokea mipira kirahisi, alikuwa ana open kwenye maeneo ambayo si hatari, lakini pia hata namna ambavyo movement zake zilikuwa hazina impact kwa viungo ambao walikuwa wanacheza nyuma yake, yani viungo watatu. Kuna nyakati namna ambavyo mfungaji anakimbia kwenye nafasi inafanya wale viungo ambao wanacheza nyuma yake watatu wapate urahisi wa namna ya kuweza kupiga pasi kwenda kwenye eneo ambalo watakuwa yupo, ama hata wao kubadilishana maeneo na kutengeneza nafasi, lakini alishindwa namna kuweza kuilinki timu kutoka kwenye eneo lake ambalo alikuwa wa mwisho na kwenda kucheza na viungo ambao walikuwa nyuma yake ambao ni Jean-Charles Ahoua, Elie Mpanzu pamoja na Joshua Mutale. Alishindwa kabisa kwenye eneo la kushambulia. Lakini ukirudi kwenye eneo la midfield, viungo wawili ambao leo hii ambao aliwaanzisha ambao Neo Mahema pamoja na Nabi Kamara walikuwa wazuri sana kwenye kutouch mipira, lakini walitouch mipira, yani kuigusa mipira kwenye maeneo ambayo walikuwa si hatari sana. Yani ilikuwa hayana faida kwa sababu muda mwingi walijikuta wanapiga pasi fupi kwenye maeneo ambayo yalikuwa hayatengenezi hatari kwa Stade Malien, jambo ambalo liliwapa faida kubwa sana Stade Malien kwa sababu walikuwa hawapati ili hatari kwenye maeneo yao. Kwa hiyo naamini kama angekuwa amewaisha sabu ama angekuwa ameanza na Kante ambaye amepata kadi nyekundu, ingekuwa nzuri zaidi kwa sababu alipofanya mabadiliko ya Kante kuingia kidogo kulikuwa na uharaka wa Simba kutoka kwenye eneo lao la kujilinda na kusogea mbele zaidi. Lakini pia nilisema hapa kwenye kipindi cha wakati bado akianza kipindi cha pili, nilisema miongoni mwa watu ambao mimi naona kwamba ni sahihi kwenda kuongeza nguvu kwenye eneo la kushambulia la Simba alikuwa ni Morris Abraham. Kwa nini? Kwa sababu alipokuwa anapata mipira ilikuwa ni rahisi, anatazama ni wapi ambapo anataka kupeleka mpira wake, lakini pia hata movement za Soa zilirahisisha timu kuweza kushambulia kwa haraka zaidi. Na ndio maana unaona kuna nafasi ambayo alipata Shomari Kapombe. Kwa nini? Kwa sababu eneo ambalo alikuwa anakimbia nyuma ya migongo ya mabeki wa Stade Malien kulikuwa kuna nafasi ambazo zilikuwa zinapatikana pale ambapo Morris Abraham anapokuwa na mpira anakati anaingia ndani. Akiingia ndani na maana wale mabeki walikuwa wanamfuata. Kwa hiyo kulikuwa kunatokea nafasi ambazo Shomari Kapombe alikuwa anapita na kuna nafasi ameikosa ambayo pengine angekuwa ameongeza utulivu kidogo ingekuwa iko tungekuwa tunazungumza mengine sasa hivi. FM